Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamini, akikujieni mtu na jambo lolote, fatabayyanu. Kwenye qiraa nyingine imekuja fatathabbatu, tafuteni ithbati na ukweli wa jambo hilo. Je, ni la kweli? Katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume anasema, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a, inatosha mtu kuitwa muongo. Hiyo kadhiban kuna tanwini mbele zina maana yake, lakini inatosha mtu kuitwa muongo kusimulia kila jambo analolisikia kwenye masikio yake. Ndugu zangu, katika wakati tuliokuwa nao, kila mmoja anajua nchi yetu ilipitia katika kipindi cha aina gani, na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, yale yalikuwa ni masiku Mwenyezi Mungu ameyapitisha katika siku za maisha yetu. Yaumun laka wa yaumun alayk, inawezekana kuna siku ikawa ya kwako na kuna siku ikawa dhidi yako, ikawa sio ya kwako. Lakini katika nyingine Mwenyezi Mungu anasema, afa Allahu amma salaf, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ashasamehe yale yaliyopita tayari, na hatuwezi kurudi kule nyuma. Hivi sasa inatakiwa tuangalie mbele, wapi tunaelekea kwa sasa. Ndugu zangu, yako baadhi ya mambo yanaendelea hivi sasa katika nchi yetu, na nyinyi ni mashahidi kwamba sasa hivi kuna propaganda inaenezwa na inasambazwa, ikiwemo propaganda ya watu kuingia katika maandamano tarehe 9. Lakini kuna propaganda inaenezwa hivi sasa kuichafua nchi yetu, lakini ni propaganda inayoenezwa kwa lengo la kuweza kushusha heshima ya kiongozi wa nchi yetu, lakini ni propaganda inayoenezwa kwa lengo ovu la kuweza kufanya sabotage kwenye nchi yetu ya kiuchumi. Ndugu zangu, inawezekana kuna baadhi ya watu hawafuatilii baadhi ya mambo. Leo nilikuwa naangalia CNN, kuna mwandishi mmoja wa habari anaitwa Larry, ameandaa documentary maalum akiwa anaelezea maovu na mabaya ya Tanzania, lakini lengo lake akijifanya kama vile anatetea haki, lakini kumbe ana mpango maalum wa kutaka kuichafua Tanzania na kumchafua rais wetu wa nchi. Kalimatul haqqi urida biha batil, neno ukilitazama juu ni haki, lakini ndani ya neno haki kuna batili imejificha ndani yake. Hii ni propaganda inaelezwa, na kwenye propaganda zipo za aina nyingi, lakini mimi niwaambie 3 tu. Kuna propaganda ya mwanzo inaitwa disinformation. Watu wanakuchagulia habari wanayotaka wao uijue, na inawezekana habari ile ikawa ni ya uongo. Watu wanachukua habari ile wanakupa wewe, inawezekana ni ya uongo, lengo waeneze propaganda wanayoitaka wao. Lakini kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa oversimplification. Yani ukimuuliza mtu unadai haki, haki gani unaitaka, majibu anakuwa hana, na kama atakujibu kwa maswali kwa majibu mepesi tofauti na uzito wa swali. Kwenye propaganda hii inaitwa oversimplification. Lakini kwenye propaganda kuna kitu cha 3 kinaitwa grey propaganda,
Rangi ya grey ukiitazama haipo kwenye weusi, haipo kwenye weupe. Sasa wataalamu wa propaganda wanaweza wakaandaa kitu na wewe ukaaminishwa kama kitu hiki ni cheupe, kumbe ni cheusi. Hii inaitwa ni grey propaganda. Sasa kuna watu wanajificha kwenye kivuli cha neno haki, lakini ndani ya haki kuna propaganda. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Mtu akikujieni na jambo, tafuteni ithbati ya jambo hilo. Je, ni la kweli? Nimalize nikae chini. Kenya ndio wanaoeneza habari hivi sasa za kuichafua Tanzania. Ni mashahidi nyinyi hivi sasa, wanaoshikia bango masala ya Tanzania ni wa Kenya wakishirikiana, sio wa Kenya wote. Ni kikundi maalum kilicholipwa pesa kwa lengo la kuichafua Tanzania na kufanya sabotage ya kiuchumi katika taifa la Tanzania. Juzi kiongozi wa nchi alipokuwa anahutubia, alipokuwa anawaapisha mawaziri, akaongea akasema, tujiandae kisaikolojia kupambana na uchumi wa nchi yetu kupitia vyanzo vya ndani vya mapato, kwa sababu kuna watu wanahangaika nje kutuharibia kwa washirika wetu. Maneno haya ukiyatazama, yule mama wakati anaongea hali ya kuwa unamuona kabisa anaumia katika nafsi yake. Propaganda hii inatengenezwa na baadhi ya Waislamu wengine hawaelewi, wanaingia katika mkumbo kwa kigezo eti neno haki. Kalimatul haqi urida biha batil. Zinduka kijana mwenzangu wa Kiislamu, neno ni haki, lakini nyuma kuna sabotage inayofanywa kwa kiongozi wa nchi na taifa la Tanzania. Ni nani asiyejua katika nchi hii miaka iliyopita Tanzania mpaka kanda mbili ilikuwa ni made in Kenya. Omo ilikuwa made in Kenya, Blue Band ilikuwa made in Kenya, miswaki made in Kenya. Leo nani kaona kitu Tanzania made in Kenya? Tanzania ni nchi inayokuwa kiuchumi na threat. Mpinzani wa kiuchumi East Africa, mpinzani wa kiuchumi wa Tanzania ni Kenya. Ndio maana unaona kuna sabotage inafanywa kuihujumu nchi ya Tanzania. Zinduka kijana mwenzangu wa Kiislamu, usiingie katika mkumbo. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Lango la uchumi, source of income, masadir al-iqtisadi ya Tanzania, lango kuu la uchumi la Tanzania ni bandari. Nyinyi mnaelewa bandari ya Tanzania ilikuwa inaingiza bilioni 850 kabla ya DP World kuingia. Leo bandari ya Tanzania inaingiza trilioni 1 na Mombasa kuna bandari Kenya. Tunafanya biashara na Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, wanapitisha mizigo Tanzania. Mombasa naye ana bandari, anafanya sabotage ya kutokea machafuko katika nchi ya Tanzania, wafanya biashara wakapitishe mizigo yao Mombasa, sio Tanzania. Kalimatul haqi urida biha batil. Neno ukilitazama ni haki, lakini kumbe kuna batili imejificha. Nimalize nikae chini. Tanzania tuna mbuga za wanyama ikiwemo Serengeti. Tunashare mbuga ya wanyama na Kenya, wanayo Masai Mara. Leo wanaeneza propaganda kwamba Tanzania watu wanakufa, hakuna haki, hakuna amani. Lengo watalii waende Kenya. Zanzibar leo hakuna watalii. GDP, pato la taifa la Zanzibar linategemea kwenye vitu vitatu. Kwanza ni utalii, 2 kwenye bahari, 3 kwenye karafuu. Ukiwaua kwenye utalii maana yake hakuna taifa hapo. Leo watalii hawaendi Serengeti, hawapo kwa sababu wanaambiwa Tanzania hakuna amani. Watalii sasa hivi wanakwenda Kenya. Nyinyi mnatambua mlima Kilimanjaro tumeshare na Kenya.
Leo watalii hawaji Tanzania kupanda mlima Kilimanjaro. Kuna propaganda imeenezwa, watalii wanaaminishwa hapa hakuna amani, watu wanakufa, wanakwenda kupanda mlima Kilimanjaro kupitia Kenya. Nimalize nikae chini, maneno ni mengi. Tanzania imeingia mkataba na China kufufua reli ya Tazara, reli ambayo ina thamani ya dola bilioni 1.4, almost trilioni 3 za Kitanzania. Reli ambayo inaweza kusupply mizigo kwenda Zambia, kwenda mpaka Kongo. Angola nako kuna reli. Uingereza ambaye ni mshirika wa Marekani amekwenda kuinvest kwenye reli ya Angola yenye thamani ya dola milioni 555. Na unapoizungumzia Uingereza unaizungumzia NATO. NATO maana yake ni Marekani. Hawawezi kukubaliana hawa kwa sababu wana ushindani wa kiuchumi na China. Kwa nini Tanzania wameingia mkataba na China? Leo Tanzania kuna viwanda vingi wa China wamefungua hapa. Watanzania wana bidhaa zao, kila kitu chao, hawawezi kupenda. Ndio maana wana create propaganda. Sio Wakenya wote, kuna kikundi maalumu kimewekwa. Zinduka, kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni haki, lakini nyuma ya neno haki kuna batili imewekwa. Tukiyasema haya vinakatwa vipande, vinawekwa kwenye mtandao, tunaanza kutukanwa. Mashehe hawana PhD. Kwani ushehe Jongo huyu katakaraji si Madina, huyu ana degree huyu? Si ana degree huyu? Katakaraji wapi? Si Madina huyu? Au wanataka degree ya aina gani? Mbona wao viongozi wao wana degree za mambo ya theolojia? Theolojia ni mambo ya dini. Kwani Shehe Jongo katakaraji kwenye kulia gani? Kwa hiyo watu wana create propaganda waonekane viongozi wenu hawana maana, hawana vision, hawana maono, kitu ambacho sio kweli. Vijana wenzangu, mkiingia kwenye mtandao sasa hivi, mashehe wanaitwa majina maovu kama alivyosema rafiki yangu Singa. Lakini jina ukisoma pale limeandikwa pale Othmani Abdallah. Wewe sio shehe, mimi Muislamu lakini sikusapoti. Ndugu zangu, zindukeni. Hakuna Muislamu anayeunga mkono agenda ya kufanya sabotage kwenye taifa la Tanzania. Zile ni roboti maalum. Kuna kundi maalum limelipwa, kazi yake ni kuweza kutengeneza comment maalum ambazo zina mtazamo wa negative. Lengo ni kuweza kufifisha juhudi za wale wanaohubiri amani katika nchi ya Tanzania ili lengo lao liweze kufanikiwa. Tarehe 29 wamefeli, wamekuja na plani B ya tarehe 9. Na kuna baadhi ya wenzetu maadui wa ndani wanatumika. Lengo la mwanzo lilikuwa kuharibu uchaguzi, wakafeli. Lengo la pili sasa hivi wamepitia kwenye mlango wa pili wa viongozi wa dini upande mwingine, wakiwa wana lengo la kufanya sabotage katika nchi. Zinduka, tumia akili yako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.